Idhaa ya Kiswahili, habari za jioni. Hebu nayosikiliza ni Radio Rambo. Rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila Kabange, ambaye tangu mwaka uliopita makazi yake yamekuwa kule Afrika Kusini, amevunja ukimya na kutangaza kuwa hivi karibuni atarejea nchini mwake. Tangazo hili limezua gumzo nchini humo, na kutoka Kinshasa Freddy Tendilonge ametutumia ripoti ifuatayo. Katika taarifa yake, Rais Kabila ametaja kuzorota kwa hali ya usalama na nia yake ya dhati ya kutaka kusaidia mchakato wa kuleta amani ya kudumu mashariki mwa nchi kama mambo yaliyochangia afanye maamuzi ya kurudi nyumbani, licha ya kuwa katika barua yake hakusema ni lini atarejea. Kabila ameongeza kuwa atakaporejea ataanzia katika eneo la mashariki mwa nchi bila hata hivyo kuweka wazi ni jimbo gani atakaloanzia. Raia wa Kinshasa wametoa maoni yao kwa ujio huu. Kama tekala Goma, kama tekala Bukavu, Beni, Kisangani, kote kwenye anajisikia iko uhuru, tunapenda amani. Siasa kunapitikana Kinshasa. Sasa itawezekana je atoki kule anakie kala nani este? Hapana, haiwezekani. Atupashe kusema kama yuko nyuma ya 23 tu na hajafika, afike tuone kwenye atafikia na mambo yenye atatuelezea. Sisi tunamchunga. Lakini wachambuzi wa siasa wamelizungumziaje hatua hii? Nixon Kambale haeleza hapa. Na yeye kama aliyokuwa kiongozi wa Kongo, aliyetatua shida nyingi, mzozo mingi iliyotokea katika nchi tangu alikamata madaraka, kurudi kwake kutasaidia nchi ya Kongo. Sio tu nchi ya Kongo, nchi zote za maziwa makuu. Viongozi wataweza kuruhusu Kabila arudie na aweze kufana wazo lake. Barua ya Rais Mustafa Kabila imetolewa wakati chama chake cha PPRD kikitangaza kurejea kwa nguvu katika siasa za nchi kwa kukataa kushiriki majadiliano ya kitaifa yaliyoitishwa na Rais Felix Tshisekedi. Freddy Tendilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili.